Kuwa wana. Namba 1 ni kuokoka, kumpa Yesu maisha. Namba 2 ni kukubali kuwa mtumwa. Namba 3 ni kuwa wana. Sasa hii ni wana, matokeo ya hatua ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kuwa mwana. Wana hawazaliwi, wana wanakuwa. Wana hawazaliwi, watoto wanazaliwa, wana wanakuwa. Au azaliwi mwana, anazaliwa mtoto, anakuwa na kuwa mwana. Amen. Kwenye utamaduni wa Wayahudi, mtoto haitwi mwana mpaka amefikisha miaka 30, ndio ana qualify kuwa mwana. Na kwenye sio kwamba tu ni umri, ni kwa sababu miaka 30 ndipo wanakuwa wamepitia mafunzo yote. Kwa hiyo anaanza kuaminiwa kwa ajili ya vitu vya baba yake miaka 30. Na hii ni moja ya sababu Yesu hakuanza kazi kabla ya miaka 30. Naeleweka vizuri watu wa Mungu? Sasa mwana azaliwi, mwana anakuwa. We become sons. Tunakuwa wana, tunazaliwa watoto, tunakuwa na kuwa wana, tuna grow na kuwa wana. Kwa wana ni product. Kwa kazi ya Roho Mtakatifu kama Roho Bwana, baada ya kusaidia kuanza kumtambua Yesu kama Bwana na kuokoka, na kukupa hatua hii ya pili ya kuishi maisha ya kujikana kwa ajili ya Bwana, hatua ya 3 ni kukuingiza kwenye wana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili la 3 ni matokeo ya kukua kimahusiano na kutembea au kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kuwa mwana ni matokeo. Kuwa mwana sio tukio, ni matokeo. Kuwa mwana, wokovu ni tukio, kuokoka ni tukio. Ya pili ni kuamua, maamuzi ya kujikana. Ya 3 ni matokeo. Naeleweka vizuri? Ya kwanza ni tukio ambalo linahitaji imani yako tu, alafu Mungu anafanya kila kitu. Ya pili ni maamuzi ambayo yanahitaji utashi wako na kujikana na kuendelea kujikana. Ya 3 ni matokeo ya kile ambacho umefanya kwenye hii ya pili, kutembea na Roho Mtakatifu na kuruhusu kujikana. Kwa hiyo ya 3 ni kukua, ni matokeo ya kukua kimahusiano na kutembea na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Nikielezea kwa namna rahisi zaidi, namba 2 inapoanza kuwa, kwenye ile namba 2 unapoanza kuendelea nayo mpaka inageuka kuwa lifestyle, inageuka kuwa aina yako ya maisha, ndipo utaanza kuona hii ya 3 inaanza kuzaliwa. Ile ya pili likigeuka kuwa aina yako ya maisha, ndipo utaanza kuona privileges, kuona matokeo, kuona upendeleo wa kiuwana kwenye maisha yako. Na watu wengi wameokoka hawafurahii hii ya 3. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawako tayari kupitia kwenye mchakato. Amen. Kwa Roho Bwana ndiye anazalisha hiyo kiu ya kufanya mambo ambayo yatamfanya Mkristo kukua na kuwa mwana. Mwana ni kuwa na matokeo. Mwana ni kuwa na matokeo. Anasema kwenye ile andiko, anasema chipukizi litatoka katika shina la Yese. Alafu anasema na tawi litakalotoka katika mizizi yake litazaa matunda. Matunda ni matokeo ya kuwa mwana. Matunda ni kuanza kuona matunda ya ile mbegu ambayo ilipandwa, ikafa, ikakua, inaanza kutoa matunda. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Asema basi litatoka chipukizi katika shina la Yese, na tawi litakalotoka katika mizizi yake litazaa matunda. Kwa matunda ni matokeo ya kukua. Kwa hiyo hii ya 3, kumzalia matunda Mungu, ndio inakuwa kipaumbele kwenye maisha ya mtu. Kumzalia matunda Mungu.
inakuwa ndio maisha yako. Wana hawaishi kwa kujisikia, wana wanaishi hawaishi na kufanya vile wanavyojisikia, wanaishi na kufanya vile ambavyo vina matunda. Wana ni productive. Unajua kuna watu wameokoka na sio productive kwenye ufalme wa Mungu. Yaani ufalme wa Mungu hautegemei kupokea chochote kutoka kwao. Maana yake hawa bado ni watoto. Unapokuwa mwana, ufalme wa Mungu unaanza kutegemea kitu kutoka kwako. Unaanza kutegemea kitu kutoka kwako. Biblia inasema kwenye Warumi sura ya 8 mstari wa 14. Warumi sura ya 8 mstari wa 14. Tulipookoka tulizaliwa katika Kristo. Tunapokuwa tunakuwa wana. Biblia inasema Warumi 8:14 inasema kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Bwana hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa mkupokea roho ya utumwa iletayo wafu, bali mkupokea roho ya kufanywa wana, ambao kwa hiyo twalia Aba ya Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unagundua wana ni matokeo ya kutembea na Roho Mtakatifu na kuanza kuongozwa naye. Alafu matokeo yakianza kutokea ndipo mtu anaanza kuexperience wana. Amen. Sasa ili unielewe hii inayoongelea tatu, nataka niongelee makundi matatu ya watoto wa Mungu. Makundi matatu ya watoto wa Mungu. Makundi matatu ya watoto wa Mungu. Kundi la kwanza ni watoto wachanga. Na haya makundi yapo kwenye mwili wa Kristo na kwenye kanisa. Hata hapa yapo. Ikiwa naelezea tu wewe utaji-identify. Kundi la kwanza ni watoto wachanga. Watoto wachanga. Kundi la pili ni watoto wadogo. Na kundi la tatu ni wana. Sasa unaweza ukawa mtoto mchanga kwenye eneo fulani, lakini kwenye eneo lingine sio mtoto. Kwa hiyo tunapaswa kukua kwenye maeneo yote, maeneo mbalimbali. Kwa hiyo ukigundua ni mtoto kwenye hili eneo, maana yake hilo eneo unawekeza ili ukue kama ulivyokuwa kwenye hili eneo pia. Ni kama imani. Unaweza kuwa una imani kwenye hili eneo, una imani kwenye eneo lingine. Amen. Kwa kundi la kwanza wanaitwa watoto wachanga. Tuseme wote watoto wachanga. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 2. Petro wa kwanza 2:2 anasema kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Kwa tunapookoka wote tunazaliwa kama watoto wachanga. Na hilo ndio kundi la kwanza katika mwili wa Kristo, watoto wachanga. Mtoto mchanga anatazamiwa nini? Anatarajiwa nini? Mtoto mchanga anatarajiwa kukua tu, hamna kingine. Hata wengine akipata kabinti anasema nimepata kunisaidia kuosha vyombo. Kakiinuka ndani ya siku moja kakaanza kuosha vyombo, utakakimbia kwa sababu unakatarajia kakue kwanza ndio kaanze kufanya vitu. Kwa mtoto mchanga anatarajiwa kukua. Watu hawatarajii kupata vitu vingi kwa mtoto mchanga anapozaliwa. Anatarajiwa tu akue, na ukuaji wake unategemea maziwa ya mama. Watu watarajii matunda kutoka watoto mchanga. Ndio maana nasema kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa. Na hapa ndio shida inaanza. Leo hii kuna watoto waliozaliwa katika wokovu na wana shauku ya maziwa. Maziwa nini? Neno la Mungu. Na hapa ndio tatizo linakuja. Kuwa mtoto sio jambo baya. Jambo baya ni kutokuwa. Mtoto kuzaliwa umtarajia akimbie afanye chochote, lakini unatarajia awe na shauku ya kusikia, kunyonya. Anaponyonya baada ya mwezi uone kamebadilika, miezi 3 kamebadilika. Bado akawezi kufanya kitu, lakini miezi 6 kamebadilika, kameanza kukaa na kujaribu kutambaa. Mwaka mmoja kamebadilika, unafurahia japo hawezi kufanya vitu vingi. Sasa una mtoto mwezi wa kwanza yuko vile vile,
miezi mitatu yuko vile vile, unaanza kugundua hapa nina abnormal child, na mtoto asiye wa kawaida. Na ndivyo tulivyo watu kwenye makanisa. Kuna watoto wasio wa kawaida kwenye mwili wa Kristo. Unashangaa mtu ameokoka, hana shauku ya neno kabisa, hataki kusoma neno, hataki mafundisho. Unajiuliza, hivi wokovu? Na ndio maana siku hizi tuna sampuli mbovu za watu waliookoka. Kwa sababu muulize alipookoka, tangu ameokoka hajawahi kuwa na shauku ya neno. Alikiri tu Yesu ni Bwana. Baada ya hapo shauku za movie, shauku za tamthilia, shauku za mitandao, basi hivyo tu. Hawezi ajinidhamishi kwenye neno. Kwa wana miaka mingi kwenye wokovu, hawana matokeo. Na bahati mbaya sana, kukua kiroho hatukui kwa kukaa muda mrefu. Kwa hiyo usije ukawa unajifanya sema yani mimi na miaka yangu 10 mimi siwezi kuwa mtoto. Kuna matoto machanga ya miaka 10 kanisani. Kwa nini? Alina shauku ya kukua, abnormal child. Miaka tu inaongezeka lakini hakuna nini? Hakuna matokeo. Maandiko yanasema kama watoto wachanga yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Kukua kiroho akutegemei muda pekee, akutegemei muda pekee. Kwa kama huyu mtu hajajiweka chini ya mafundisho, akawa na kiu ya neno la Mungu, anasoma na kujifunza neno la Mungu kanisani pamoja na binafsi, ana ratiba endelevu ya kujifunza neno la Mungu, ataendelea kuwa mtoto mchanga japo amekaa muda mrefu kanisani. Na tunao wengi makanisani. Mimi nakumbuka wakati nimeokoka, nilikuwa nina kiu ya neno ambayo siwezi kuielezea. Na kama kuna kitu ambacho hakijawahi kupotea kwenye maisha yangu miaka zaidi ya 20, ni shauku ya kujifunza. Haijawahi kuondoka mpaka leo. Haijawahi kuondoka. Lakini leo tuna watu wameokoka, hana shauku kabisa ya kujifunza. Kitu kingine chochote ni muhimu kuliko neno la Mungu. Hawezi kukaa kusoma neno la Mungu, hawezi kujifunza. Na ndio maana leo tuna Wakristo ajabu hadi kiasi kwamba hadi dunia inasema hivi kweli wokovu ndio unakuaga hivi. Kwa sababu tuna matoto ambao hayakui. Miaka inakatika litoto. Kila siku nilitegemezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako kuwa Bwana. Unamwaibisha Yesu. Waebrania sura ya 5 mstari wa 11. Waebrania sura ya 5 mstari wa 11. Anasema hivi, anaanza kuelezea watoto wachanga. Usiombe kuchunga matoto. Na unaweza ukawa na washirika wa miaka 30 kwenye wokovu na ni matoto tu. Angalia Waebrania 5:11. Anasema ambaye tuna mengi ya kunena habari zake, na ni shida kuyaeleza kwa kuwa mmekuwa wavivu kusikia. Watoto wachanga wavivu kusikia. Wavivu kusikia watoto wachanga. Ndio wanajifanya wana hekima nyingi. Anasema unajua tunabidi tuwe na kiasi. Akienda kwenye tamasha la nyimbo ataki kiasi. Wataimba saa 4 mpaka saa 8. Vibe la kucheza. Ila kwenye neno tuwe na kiasi, Anasema dakika 45 tu zinatosha. Tunabidi tuwe na kiasi. Kamfundishe Yesu kiasi. Yesu alikaa na wanafunzi, aliwahubiria siku 3 non-stop. Siku 3 wanahubiriwa. Baadaye akagundua wa jamaa hawajala siku 3 wananisikiliza. Wakiondoka hapa, wataondoka watazimia njiani sababu ya njaa. Wamekaa wanasikiliza neno siku 3. Ndipo akafanya muujiza wa mikate. Paulo alihubiri mpaka mtu akaanguka gorofani akafa. Wakamuuliza sasa, huyu roho yake bado ipo, tunaendelea na mahubiri. Ila Makristo ya siku hizi kujifanya wana hekima kuliko Yesu. Watoto tumejaza watoto. Mambo mengine haweki limit. Akiwa anaangalia movie aseme tuwe na kiasi. Ila neno la Mungu tuwe na kiasi. Mtoto mchanga wavivu kusikiliza. Mimi natuma mafundisho kwenye mitandao, matoto yanakutafuta inbox. Mimi nakataga ya mafundisho nusu saa. Sio kwamba nataka liende siku nyingi. Nimegundua tuna matoto mengi mno.
Kwa hiyo unamkatia nusu saa, unamwambia akamwambia mtumishi ungefanya dakika 5 kitoto hiyo. Sasa sana mahubiri ya masaa mawili ni atume dakika 5. Tuna watoto wengi sana huko kanisani kwenye mwili wa Kristo, wavivu kusikiliza. Kila ibada analala yeye. Kila ibada mvivu, anasikia uvivu kusikiliza neno. Hataki kusoma, hataki kujifunza. Mstari wa 12 anasema maana iwapasapo kuwa waalimu, maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mambo ya kwanza ya maneno ya Mungu. Kuna watu ukimwangalia muda aliokaa kwenye wokovu, alitakiwa tuwe tunampa kipindi anafundisha. Sasa hebu mpe kipindi uone madudu atakayoyaongea hapa. Alitakiwa awe mwalimu kwa sababu muda mwingi umepita, lakini bado hajui. Anahitaji kuendelea kuhimizwa mambo ya msingi. Wewe unasoma neno, wewe unasoma neno, wewe unaomba. Hasema wavivu. Walitakiwa walimu, lakini wao ndio wanahitaji kuhimizwa na kufundishwa mambo ya msingi. Watoto wachanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu. Mstari wa 13. Maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno. Unajua wale shallow Christians, hawajuaji sana. Sasa mimi unajua mimi siko deep kivile. Miaka 20 kwenye wokovu, miaka 5, hata akiambia tuelezea wokovu nini, unajua mimi sio kivile. Wako shallow kwenye kila eneo, kwenye maombi shallow, kwenye kila eneo. Hawajui sana neno. Alipaswa kuwa anajua, hajui sana neno. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni mtoto mchanga. Anasema kwa maana kila mtu atumaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni kwa ajili ya watu wazima, ambao akili zao zimezoezwa kwa kutumiwa, zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Na watoto ndio wanaendaga na lolote, hawezi kupambanua. Ile roho ya kupambanua haifanyi kazi ndani yake. Kwa sababu gani? Ni mtu ambaye amekataa kukua. Na tunao wengi makanisani. Waefeso sura ya 4 mstari wa 14. Waefeso sura ya 4 mstari wa 14. Anasema ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu. Sifa nyingine watoto wachanga, wanachukuliwa na kila upepo wa elimu. Kila elimu inayokuja mjini wanaondoka nayo. Hawa ndio wale unashangaa ilikuja elimu fulani wakaondoka nayo, akapotea kanisani. Baadaye akagundua ile elimu ni chaka, anarudi tena, baba nimerudi hapa ndio nyumbani. Mtu hawezi kufukuzwa kwao, mimi ndio. Baadaye inakuja tena elimu nyingine, kaondoka naye, kapotea. Baadaye tena anarudi, hadi baba nilikoenda kumbe sio kabisa. Dunia imeharibika. Anakupa na shuhuda ya aliyokutana nayo. Kaongozwa na wahubiri. Mtoto. Baadaye tena anaondoka. Watoto wachanga wanachukuliwa na upepo wa kila elimu kwa hila, trick, ujanja. Akija tu mtumishi ana ujanja, anaondoka naye. Mtoto anasema kwa hila ya watu, kwa ujanja, wakizifuata njia za udanganyifu. Hao ndio wale wana wachungaji wengi watoto. Ana mchungaji wa finance, ana mchungaji wa deliverance, watoto. Mimi nishakutana na watu wa aina hii wakati na ubiri radio. Yaani akiongea na wao unasema yani huyu mimi ndio mchungaji wake. Kumbe bwana wewe una kipengele chako tu. Alafu ana mchungaji wake wa kumtumia sadaka. Ana wachungaji 7. Wote wachungaji wake. Hawachungwi na mchungaji mmoja. Watoto. Wakorintho wa kwanza sura ya 3. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza na mpaka wa 3. Anasema lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni, bali kama na watu wenye tabia ya mwilini, kama na watoto wachanga. Manake watoto wachanga wana tabia za mwilini, hawana tabia za rohoni. Sasa anaendelea mbele anasema, na aliwanywesha maziwa, sikuwalisha chakula, kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza, na hata sasa hamkiwezi,
alafu anaanza kueleza. Anasema maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia za mwilini. Vipi hizo? Fitna, usuda. Sema kwenu kuna usuda, kuna fitna. Sasa haya maneno usuda na fitna kimsingi yanaongelea wivu, mashindano na migawanyiko. Watoto, wivu, mashindano. Mtoto anafanya vitu kwa mashindano. Mtoto anatoa sadaka, anasikilizia nani amenizidi, nani amenizidi, nani amenizidi. Alafu akigundua yeye ametoa nyingi kuliko wote, kama ni ya kuahidi, anaanza kujisifia, kwa sababu yeye hafanyi kwa dhamira nyingi, anafanya kwa dhamira ya mashindano. Anashindana. Akiona kuna mtu amemzidi jambo, analazimisha hivi. Si unajua watoto hata wadogo ni mashindano tu. Watoto wadogo wanataka kushindana. Mimi ni zaidi ya mwingine. Ukiona watoto kanisani wanataka kushindana. Mashindano, wanaendekeza mashindano. Lakini watoto ndio wanasababisha migomo kwenye makanisa. Migomo kwa kazi. Mgomo naongelea kususa. Watoto, usiombe kuwa na kwaya ina watoto. Akirekebishwa kidogo anasema na kwaya yao naacha, na praise yao naacha. Ukiona hivyo ujue una litoto hapo ndani. Linagoma kazi ya Mungu, linasusa kazi ya Mungu. Kwa sababu tu amerekebishwa. Watoto akirekebishwa anasusa. Hawezi kurekebishwa. Kuna wengine hadi kwenye ndoa ni matoto. Akirekebishwa anasusa. Aongee wiki 3. Mwezi mzima mtoto. Kwa sababu utoto sio umri. Utoto ukubwa ni maturity. Ukomavu sio umri. Kwa kanisani kuna watu ni watoto. Wanasusa kazi ya Mungu. Wanasusa majukumu. Hao ndio wanaongoza kwa mgawanyiko. Angalia hapa anavyosema. Anasema, je, si watu wa tabia wa mwilini? Si watu wa tabia wa mwilini. Mstari unaofuata anasema, maana mtu mmoja asemapo mimi ni wa Paulo na mwingine ni wa Apolo. Hao ndio wanagawanya kanisa. Unakuta kuna kundi la mzee wa kanisa fulani. Kwa akiwa huyo mzee ndio amesimama, au huyo kiongozi ndio amesimama, yani ni vibe, ni shangwe. Akisimama mwingine wasiompenda ndio wanakuwa wanatulia. Alafu kuna kundi lingine wao ndio wanamshangilia. Ana mimi mzee wangu ni yule, na mimi mzee wangu ni yule. Kwa maana yake wakati wa huyu anasimamia wanajitoa sana. Wakati anasimamia mwingine hawajitoi kwa ajili ya Kristo, wanajitoa kwa ajili ya watu. Wanagawanya watu. Na ukikutana na viongozi sasa na wenyewe ni watoto, anagawanyika. Mtu anakuja yani wewe umezidi wote pale kanisa, nao unavimba kichwa. Mtoto, kwani tunafanya kwa ajili ya kuzidiana? Hao ndio wanatugawanya hadi sisi watumishi wa Mungu. Wanaanza kutulinganisha. Nasema yule amemzidi yule. Nani alikwambia huduma kwa ajili ya kuzidiana? Hakuna tunachofanya kwenye huduma kwa ajili ya kulinganishana na kuzidiana. Wote tunafanya kwa ajili ya Yesu. Wote. Paulo anasema kuna mmoja anapanda, mwingine anamwagilia, Mungu anakuza. Huwezi kumfananisha anayepanda na anayemwagilia. Kila mmoja ana kazi yake. Kila mmoja ana mraba wake. Lakini watoto wanatulinganisha sisi wachungaji na watumishi. Mpaka na sisi tunaingiwa na huo ujinga. Mtu anasimama anaanza kusema mimi nafundisha zaidi ya yule, mimi nahubiri zaidi ya yule. Nani alituita kushindana na mwingine? Kwa watoto moja ya kitu wanafanya ni kufanya division kwenye mwili wa Kristo. Anasema na hapo mtu mmoja asema hapo mimi ni wa Paulo na mimi ni wa Apolo. Unajua watoto walikuwa wanalisambaratisha kanisa la Korinto. Kwa sababu kiuwezo ukipima vizuri, unagundua Paulo alikuwa na uwezo mkubwa kuliko Apolo. Kwa angeweza kusimama na kuharibu kabisa kanisa. Lakini ilikuwa imaanisha na uwezo mkubwa kuliko, ilikuwa inamaanisha kila mmoja ana nafasi yake katika kulijenga kanisa. Na ndio maana unaona Paulo anasema, basi Apolo ni nani? Na Paulo ni nani? Ni wahudumu ambao kwao mliamini, na kila mtu kama Bwana alivyompatia. Kila anayekuja mbele yako atafanya kama Mungu alivyompatia. Unapoanza kumpima na kumlinganisha, maana yake unampima na kumlinganisha Mungu, na hilo ni kosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa watoto wanasababisha division, migawanyiko. Lakini angalia kwenye kundi la pili la
watoto wa Mungu. Kundi la kwanza ni watoto wachanga. Kundi la pili wanaitwa watoto wadogo. Watoto wadogo. Yohana wa kwanza sura ya pili mstari wa kwanza. Yohana wa kwanza sura ya pili mstari wa kwanza. Asema, watoto wangu wadogo na waandikia haya ili msitende dhambi. Na mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Watoto wadogo, kundi la pili. Na waandikia haya ili msitende dhambi. Sifa ya hawa, wanakamatwa na dhambi. Anaanguka anainuka, anaanguka anainuka, anaanguka anainuka. Wanashikwa na dhambi mara kwa mara. Kwa hiyo Yohana anawaambia watoto wadogo ninawaandikia ili msitende dhambi. Lakini mkitenda dhambi, tunao msamaha, tunaye mwombezi, tunaye mwokozi ambaye anakurejesha tena. Kwa sababu hiyo ya kuanguka na kuinuka, anaweza akafikiri hawezi kusamehewa tena. Ndio shida nyingine ya watoto wadogo. Anaanguka anainuka, anashikwa na dhambi, anatubu, anaanguka tena, anatubu, nisirudi tena, anaanguka tena. Ukiona una hizo mambo, ni utoto. Unahitaji kukua. Unahitaji fanya nini? Kukua. Na wana maandiko yao ya kuwasaidia kuwa dhaifu zaidi. Sasa sisemi kwamba hilo andiko sio sahihi, lakini hatupaswi kutumia andiko ili kuendelea kuwa dhaifu. Unahitaji kuwekeza katika kukua. Mmoja wake huanguka mara 7 na kuinuka tena. Ni kweli kabisa. Lakini ni Yohana huyo mbele kidogo anawaambia hivi. Ukitaka kujua alikuwa anadili na ufahamu wa watoto wadogo, Yohana huyu kwenye hii sura ya pili anasema watoto wadogo. Yohana kwanza 2:1, watoto wadogo nawaandikia haya kwa sababu ili msitende dhambi. Maana yake the aim, kusudi ni msitende dhambi. Lakini akagundua hawa ni watoto, nisije nikawafunga kitu afu wakati anasema, lakini mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo. Yohana huyo kwenye Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 9 anasema hivi, kila aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Huyo usije ukafikiri anajicontradict. Anaongelea level mbalimbali za kukua. Na Mungu hataki ubaki kwenye hiyo level ya kuanguka na kuinuka. Mungu anataka ukue mpaka uishinde dhambi. Anasema kwenye Yohana wa kwanza pia 5:18, anasema twajua ya kuwa kila aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Maanake unapoendelea kukua, tunategemea hiyo tabia ya kuanguka na kuinuka ianze kuondoka. Angalia pia Yohana wa kwanza 2 mstari wa 12. Anaendelea kuwazungumzia watoto. Mstari wa 12 anasema, nawaandikia ninyi watoto wadogo, kwa kuwa mmesamehewa dhambi zenu kwa ajili yake. Sasa changamoto ya watoto ni kwamba kwa sababu ya hiyo lifestyle, hiyo aina ya maisha ya kuanguka na kuinuka, conscious zao dhamiri zao zinaanza kuathirika. Kwa anajikuta labda alitenda dhambi, akafanya toba kabisa, akasamehewa vizuri kabisa. Labda ametenda dhambi mwezi wa 8 au wa 7, alafu alisamehewa, amekaa vizuri, alafu leo amekutana na changamoto. Kwa sababu ya hayo maisha, dhamiri yake ni dhaifu, anakutana na changamoto za afya, anaanza kuiconnect na changamoto na ile, labda Mungu hii kazi imefanya hivi, au ndio maana changamoto hii imenipata. Kwa sababu ya ile aina ya maisha, dhamiri zao zinaanza kuathirika. Ndio maana anawaambia hivi, nawaandikia ninyi watoto wadogo kwa sababu mmesamehewa dhambi. Anaambiwa mmesamehewa kwa ajili yake, msio mnakumbuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 28 hiyo Yohana kwanza 2 anasema, na sasa watoto wadogo, kaeni ndani yake ili kusudi atakapofunuliwa muwe na ujasiri. Wana shida ya ujasiri mbele za Mungu kwa sababu ya hii aina ya maisha ya dhambi. Wanapoteza ujasiri. Akipiga magoti kuomba, moyo wake unamhukumu. Hata sio Mungu anayemhukumu,
Biblia inasema mioyo yetu isipotuhukumu tuna ujasiri. Aseme hata Mungu asipotuhukumu, mioyo yetu isipotuhukumu. Moja ya madhara ya kucheza na dhambi, unaanza kuiathiri dhamiri yako. Dhamiri yako inakuwa dhaifu, muda wote inakuhukumu. Ukipiga magoti kuomba, inakuletea ulichofanya, sio hata Mungu, dhamiri. Sasa ndio maana anawaambia nawaandikia ninyi watoto wadogo, anasema na kaeni ndani yake ili makusudi atakapofunuliwa muwe na ujasiri. Lakini pia anasema wala msiaibike mbele zake katika kuja kwake. Madhara ya kuendekeza haya maisha ya utoto, unaweza ukajikuta huko kwenye anguko na Yesu amerudi. Ndio shida. Unaaibika na uko umeokoka, unaaibika mbele zake. Yohana wa kwanza 4:4. Yohana wa kwanza 4:4. Watoto wadogo, mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda, kwa sababu aliye ndani yenu ni mkuu kuliko aliye katika dunia. Sasa moja sifa nyingine ya watoto wadogo, wanahitaji kutiwa moyo mara kwa mara. Yaani anajikuwa amejikunyata, amekata tamaa, ukienda ukamwambia aliye ndani yako ni mkuu kuliko aliye katika dunia, anasikia kutiwa moyo. Yaani mimi leo uje uniambie, ndio wewe ndio unakuja kunipa taarifa aliye ndani yangu ni mkuu kuliko aliye katika. Hilo neno sihitaji kumwambiwa na mtu yote. Limeshazama ndani yangu kiasi ambacho hakuna namna naona mimi nina upungufu ndani ya roho yangu. Nimeshajua na kujua kwamba aliye ndani yangu ni mkuu. Lakini mtoto mdogo anahitaji kutiwa moyo. Aliye ndani yako ni mkuu kuliko yani nasikia kutiwa moyo. Watoto wanapenda kutiwa moyo, kupetiwa, kutia huruma, waonewe huruma. Watoto wadogo, Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mara wanahitaji kuimarishwa. Hawa ndio asipokuwepo kanisani anataka apigiwe simu. Asipopigiwa simu asema kanisa lenyewe halina upendo. Sasa tutapigia watu wangapi? Mshakuwa watu 1000, si kanisa la maelfu. Sasa tutapigia watu 1000 kweli? Unataka tusiwe na shughuli nyingine ya maombi, kumtafuta Mungu? Tuna kazi ya kutafuta wewe. Umempendwa vipi? Mbona ukuwepo kanisani? Nilikuwa na jamani, pole. Anajisikia raha mtoto. Asipotafutwa haji. Kanisa lenyewe halina upendo. Watoto, changamoto sana kuchunga watoto wadogo. Changamoto. Kuchunga watoto ni shida. Wasumbufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanahitaji kutiwa moyo, kuimarishwa kila mara, akiumwa kidogo hivyo, akipotea kanisani, akirudi awe na attention. Jamani, ulikuwa wapi? Wasipofanya hivyo anaona shida moyo. Mtu aliyekuwa hahitaji kufuatiliwa na yeyote ili aje kanisani. Kama wewe unahitaji mpaka ufuatiliwe, upigiwe simu ndio uje kanisani, rafiki yangu, kuna mahali utakwama. Kuna muda tutakusahau. Mambo yenyewe mengi haya. Sisi wenyewe unafikia tuna changamoto zetu. Tunazo za kutosha. Nafikiri muda wote tutakuwa tunawaza ajaja. Lazima ujiwaze mwenyewe, hapa unakuja kwa faida yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia Mathayo 19:13. Mathayo 19:13 anasema ndipo akawaleta watoto wadogo ili aweke mikono yake juu yao na kuwaombea. Wanapenda maombi na maombezi. Wanapenda kuombewa sio mbaya, ila kuombewa rafiki yangu ni tatizo. Ukija kuombewa, kila kitu ombewe. Kichomi kimekaza, umepiga simu kwa mchungaji, anaomba. Hiyo ni saa 3 usiku. Amen. Saa 8 kimekaza, naomba. Wewe na ana majukumu mengine. Kuombewa. Unapokuwa unapaswa kujifunza kujisimamia mwenyewe. Kuombewa iwe ni kwenye kesi ambazo na kwa kweli unaona nimepambana, nahitaji sasa nguvu nyingine. Lakini sio kuwa mtu tegemezi kuombewa muda wote, niombe. Hayo mambo ya niombe na wakati mwingine hata uombewe. Yaani kuna mwingine anakuambia ninakuombea, pale akimaliza kutuma ninakuombea sema Mungu msaidie mtoto wako. Imeisha hiyo. Ni vizuri ujifunze kusimama na kuomba mwenyewe. Amen.
Usiwe mtu tegemezi kuombeombewa, kuwekewa mikono. Kuna watu usipomwekea mikono anaona kama hajahudumiwa. Sio mara zote ni kweli. Kaa chini, jifunze kuwa kiroho, jisimamie. Yesu kuona anawalea wanafunzi wake kama watoto muda wote, aliwataka wakue. Ili kazi ikue ni lazima watu wakubali kukua. Amen. Yohana 1:3-18 sema, watoto wadogo tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali kwa tendo. Sifa nyingine ya watoto wadogo, wanapenda kwa neno. Wanapenda kwa neno, sio kwa tendo. They are too emotional. Ni watu wa hisia nyingi, shamra nyingi, utendaji zero. Ukiwatangazia kitu ndio haya, sasa umetangaza maombi haya, uaje sasa kwenye maombi, uone matoto. Umetangaza sema haya, siku ya kuja hamna kitu. Shamra nyingi, watu wa shamra. Ukiona una shamra nyingi, utendaji kidogo, ujue ni mtoto. Watu wa hisia, hao ndio wamejaa kwenye madaftari ya ahadi. Akishakuwa na hisia ziko juu, mimi nitatoa milioni 1. Hisia tu. Sasa saa utekelezaji. Miaka 2 imepita, hajapunguza hata kupunguza. Litoto. Matendo hamna. Biblia inasema watoto wadogo msipende kwa neno, kwa tendo. Msipende kwa neno, pendeni kwa tendo. Wana maneno mengi, utendaji kidogo. Kikuta amesimama mbele, mimi simwachi Yesu, mimi Yesu simwachi. Jumatatu muulize anachofanya. Yesu kaishaweka pembeni. Watoto wadogo, they are too emotional. Shamra nyingi. Ukiwakuta wanavyoshangilia. Kuna makanisa shamra nyingi, lakini angalia maisha halisi, hayaonyeshi kabisa zile shamra zao. Sasa wakati neno linafundishwa deep, wewe unasikiliza kwa Tanzania. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiwe na shamra nyingi, uwe mtendaji. Angalia mfano wa maandiko, Yohana 13:33. Yohana 13:33. Yesu anawaambia wanafunzi wake, anasema enyi watoto wadogo. Sasa usije ukafikiri ni umri hapa. Kwa sababu wanafunzi mdogo kuliko Yesu alikuwa ni Yohana peke yake. Ndio alikuwa mdogo. Wengine walikuwa age mate na wengine walikuwa watu wazima. Mtu kama Petro alikuwa nafikiri ndio mzee kuliko wote. Hapa anawaambia nyinyi watoto wadogo. Yesu hawatukani, anajua status yao ya rohoni. Anasema enyi watoto wadogo, bado kitambo kidogo nipo pamoja nanyi. Mtanitafuta. Na kama vile nilivyowaambia Wayahudi ya kwamba mimi niendako ninyi hamwezi kuja, kadhalika sasa nawaambia nanyi ya kwamba niendako hamwezi kuja. Amri mpya nawapa, mpendane. Kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane. Vivyo hivyo watu wote watatambua kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Sasa angalia, mtoto anaanza kudhihirisha utoto wake. Mtoto Petro, mstari wa 36. Anasema Simoni Petro akamwambia, Bwana, unakwenda wapi? Yesu akamwambia, niendako hauwezi kunifuata sasa. Kumbuka hilo neno sasa. Maana yake kwa status yako ya rohoni, ya kiroho, wewe bado ni mtoto mdogo. Ninakoenda hauwezi kunifuata sasa hivi, lakini utanifuata baadaye. Maana yake ukikua utaweza kunifuata, ila sasa hivi hauwezi. Sasa angalia mtoto, watoto wanapenda kwa neno, sio kwa tendo. Petro akamwambia Bwana, kwa nini mimi nisiweze kufuata sasa? Mimi nitautoa uhai wangu kwa ajili yako. Mtoto huyu, yani anasema yeye atakufa badala ya Yesu. Yuko emotional hapo. Mimi nitautoa uhai wangu kwa ajili yako. Yesu akamwambia, je, wewe utautoa uhai wangu kwa ajili yangu? Amini nakuambia, jimbi hata wika
hata wewe utakaponikana mara 3. Petro akadhihirisha utoto wa kiwango cha juu. Hisia zimempanda, anasema mimi Yesu nakufa kwa ajili yako. Hiyo ni jioni around saa 12 saa 1. Ikaisha ile meza ya Bwana, watu wakatawanyika, akawachukua 3. Usiku kaenda nao kuomba. Kaomba. Mtoto sasa anapenda kwa neno, sio kwa tendo. Wakati wa utekelezaji analala. Yesu anakuja anamwamsha, Petro amka uombe, amka uombe. Litoto limelala, linafikiri maneno aliyosema jioni ndio yatakuwa halisi asubuhi. Watoto sio watendaji, hawafanyi kazi wanachokisema. Kwa usiku anaamshwa mara ya kwanza analala, anaamshwa mara ya pili analala, anaamshwa mara ya 3 analala. Yesu asema hapa napoteza nguvu. Anasema laleni. Jamaa saa 12 jioni anamwambia mimi nautoa uhai wangu kwa ajili yako. Asubuhi alfajiri, kabinti kakazi ka nyumba fulani kanakuja kanambia wewe ulikuwa na Yesu. Anasema Yesu ndio nini? Petro, unasahau masaa 12 yaliyopita ulisema wewe unakufa kwa ajili ya Yesu. Ndio watoto tulionao. Wakiwa wameshasisimka, atasema lolote. Mimi Yesu simwachi. Mimi Yesu. Mimi naacha kabisa yale mahusiano. Baada ya siku 3 anayaanzisha tena yeye mwenyewe. Kwa nini? Katikati ya alichosema na matendo hakuna kitu amefanya. Na hicho ndio kilimponza Petro. Alikuwa na nia njema. Watoto wana nia njema. Sio kafikiria nasema kwa nia mbaya. Ana nia njema kabisa. Mimi nitakufa kwa ajili ya Yesu. Lakini nia yake njema haiwi supported na commitment, na kujitoa, na kuyakana maisha yake, na kukana matakwa yake ya usingizi. Support nia yake njema haiwi supported. Anaamshwa kuomba, analala. Maana yake hisia, anaishi kwa hisia, usingizi umemzidi. Kwa kuomba mara 3, asubuhi anakutana na majaribu yanayojaribisha kile alichokisema. Mara 3 anamkana Yesu. Mara 3. Mara nyingine akaapa kabisa, Yesu ndio nini? Kia Mungu, simjui Yesu. Petro masaa 12 yaliyopita anadhihirisha kiwango cha juu cha utoto. Angeomba asingemkana Yesu. Angeomba mara 3 asingemkana mara 3. Angeomba mara 2 angalau angekana 1, 2 akasefu. Angeomba mara 1 angalau angekana 2, 1 akasefu. Hajaomba zote, amekana zote. Watoto wanapenda kwa neno lakini si kwa tendo. Leo Mungu akutoe kwenye level ya utoto na kukupandisha. Kundi la 3 ni wana wa Mungu. Wana wa Mungu. Wana ndio uzaa matunda. Wana ni productive. Yohana 12 mstari wa 24. Yohana 12 mstari wa 24. Anasema amini amini nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, ukaa hiyo hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. Utagundua hiki ninachokiongea ni summary, kimekuwa summarized na hii point. Sema chembe ya ngano, maana yake mtu anapookoka lazima akubali maisha ya kujikana, maisha kama anakufa vile, anaua matakwa yake, anaua vitu anavyovipenda kwa ajili ya Yesu. Baada ya kuishi maisha ya aina hiyo, nini kitatokea? Ile chembe, ile mbegu itazaa na kutoa mazao mengi. Level ya wana ni level ya production, level ya kuwa productive. Maana yake motive yako ni matunda, sio hisia tena. Uongozi na hisia, unaongozwa na matunda. Unafanya vitu, unatenda vitu ambavyo viko productive. Bwana Yesu asifiwe sana. Unatenda vitu. Wana sio selfish, sio binafsi. Wanafikiria mwili wa Kristo, wanafikiria wengine. Mungu anataka watoto wake tukue na kufikia kuwa wana. Mungu huwekeza baraka zake na vitu vyake kwa wana na sio kwa watoto. Watoto ni warithi. Wana kila kitu alichonacho Mungu, lakini hawafurahii urithi wao.
wana wanafurahia urithi. Ni kama vile ukiwa na mtoto mdogo, tangu amezaliwa unamwekea account, unamfungulia account, unamwekea labda kila mwezi shilingi 100,000. Kwa mwaka ana milioni 1 plus. Kwa miaka 5 ana milioni 6. Si ndio? Ana milioni 6. Unaweza ukachukua milioni 6 ukampa mtoto wa miaka 5? Hawezi kumpa. Kwa nini huwezi kumpa? Ni za kwake, ni akaunti yake. Kwa nini haumpi? Kwa sababu bado ni mtoto. Ukimpa hata 100,000 tu, 100,000, pipi zitaelewa. Pipi zitaelewa. Kwa sababu bado ni mtoto, hawezi kuhandle 100,000. Hawezi kuhandle hata 50,000 mtoto wa miaka 5. Hawezi kuhandle hata 10,000 japo ni ya kwake. Na ndivyo ilivyo kwa watoto wengi wa Mungu. Si kwamba Mungu hana urithi kwa ajili yetu. Kila kitu kipo, lakini kuna vingine Mungu anavizuia, anasubiri tukue. Kwa sababu kuna watu, nakwambia ukweli, kuna kiwango cha mafanikio kikiachiliwa kwao, na Yesu kwa heri, na maombi kwa heri, na mifungo kwa heri. Hivi unajua kuna watu hapo makanisani, ikifika tu mwisho wa mwezi ajisikii tena kufunga. Mshahara tu kingi. Ajisikii mifungo. Ila zikianza kupungua, anasikia na geji ya kufunga inapanda. Huyo mtu Mungu hawezi kumwamini kwa mingi. Kwa sababu bado ni mtoto. Mtoto hawezi, Mungu hawezi kumwamini mtoto. Hawekezi kwa watoto. Hawapi majukumu mazito watoto. Mungu anawekeza kwa wana. Na wana sio matokeo ya kukaa muda mrefu kwenye wokovu. Ni matokeo ya kumruhusu Roho Mtakatifu kama Roho wa Bwana kukuongoza na ukue na kuanza kuwa na matokeo. Amen. Kuwa mwana ni matokeo ya kuishi kanuni za ufalme sawa sawa na uongozi wa Roho Mtakatifu. Matokeo ya kuziishi kanuni. Maana yake huwezi kuziishi kanuni uzijui. Kwa lazima kujifunza kanuni na kuanza kuishi kanuni. Kuwa mwana, mtu yote ambaye anaishi kwa kuhisia na kujisikia hawezi kukua na kuwa mwana. Anaomba kwa hisia na kujisikia. Akijisikia kuomba anaomba, ajisikia ombi. Akijisikia kufunga anafunga, ajisikia fungi. Akijisikia kuja ibada anakuja, ajisikia aje ibada. Huyu mtu hawezi kukua kwa sababu hatui wana kwa hisia. Tunakuwa wana kwa kuzijua kanuni na kuanza kuziishi. Kuwa mwana ni matokeo ya kuwa na consistency kwenye kile unachokifanya, kuwa na uendelevu. Kuwa na uendelevu. Na unapokuwa na uendelevu ndipo utakuwa. Kwenye eneo lolote hauwezi kukua bila uendelevu. Unataka kukua kwenye maisha ya maombi na kuanza kuona kufurahia wana eneo la maombi, lazima uwe na uendelevu katika kuomba. Kwa nini watu wengi leo hawafurahii matokeo ya maombi? Hawana uendelevu, hawakui kwenye hilo eneo. Ni watu wa matukio. Ukiwa mtu wa matukio hauwezi kufurahia wokovu, hauwezi kufurahia wana. Ni matokeo ya kukua kupitia uendelevu. Wana wanataka kujua uongozi wa Mungu kwenye kila hatua ya maisha yao. Wanataka kujua uongozi wa Mungu kwenye kila hatua ya maisha yao. Ndio Biblia inasema wale wanaoongozwa na Roho wa Bwana hao ndio wana wa Mungu. Warumi 8:14. Kwa kazi ya Roho wa Bwana katika kutufanya kuwa wana ni kuturithisha yale tuliyokirimiwa na Yesu. Kazi ya Roho wa Bwana anapotukuza kuwa wana, nini kitatokea? Tutaanza kurithishwa, kufurahia ule urithi, kufurahia yale aliyofanya Yesu, kuturithisha afya, uzima, baraka, ushindi, ujasiri kwenye maeneo mbalimbali. Kwa ni kuturithisha, ni kutufanya kuwa productive kwenye kila jambo, kutufanya kuwa productive. Wana ni tegemezi, wanategemewa. Watoto ni tegemezi.
Ukiwa na wana kanisani unaweza ukawategemea. Ukiwa na watoto wachanga muda wote wanakutegemea. Wana unaweza ukawaamini kufanya jambo, na wanafanya kama wanavyoelekezwa. Hawafanyi kwa hisia zao, wanafanya kama wanavyoelekezwa, wanafuata maelekezo, wanafuata uongozi. Wana Wagalatia sura ya 4 mstari wa kwanza anasema, lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wote hapo mtoto hana tofauti na mtumwa. Kwa maana yake unagundua kiwango cha mwana kinatokana na kujifanya kuwa mtumwa kibinafsi kwa hiari yako, alafu mwisho unaanza kufurahia, unaaminiwa na Bwana wako na anakupa uhuru kwenye kila alichonacho. Huyo ndo anaitwa mwana. Sasa mtoto mdogo ukiwa unamwekea pesa kwenye account, wakati anakuwa unatafuta nini? Au utafuti umri, unatafuta maturity, kwamba huyu nikisema ananielewa, ana mawazo ninayowaza, anataka ninachotaka, amejielewa. Akishajielewa kwa kiwango kikubwa, zile hela ulizokuwa unamhifadhia utamwambia, sasa mwanangu, account yako hii. Na kimsingi kama mtoto akiwa na ukomavu mzuri, aishi tu kwenye akaunti yake, anaanza kuingizwa hadi kwenye akaunti ya wazazi, kwa sababu baba anajua ninavyokuwa ninahitaji successor. Kwa anaanza kumuingiza mtoto wake. Baada ya muda baba anamkabidhi vyote, lakini hata kabidhiwa mtoto asiyekuwa ambaye hana maturity, tasema yaani huyu mtoto angejua nilimhifadhia hela, lakini kwa akili alionayo, kwa kweli siwezi kumpa hizo hela. Nani za kwake? Na ndivyo ambavyo watu wengi wanaendelea kuishi maisha ya vifungo. Kwa sababu gani? Kwa sababu wamekataa kukua na kukuzwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Naeleweka vizuri? Kwa kazi ya Roho wa Bwana ni kumbadilisha mtu na kumpa hatua, kumpa shauku ndani yake ya kukua na kuanza kudhihirisha uwana na kuanza kufurahia kila kitu ambacho Mungu amemwandalia kwenye maisha yake. Amen. Na naamini leo Mungu atatupa hiyo shauku na atatupa hilo jambo ndani ya mioyo yetu. Tutaanza kuwa na shauku ya kukua na kufanya vitu ambavyo vitatusaidia kukua na kuanza kufanya. Hili sio tukio, ni mchakato, ni maisha ya mchakato. Kwa baada ya leo uanze maisha mengine ya mchakato ya kujikana. Kwa kadri ambavyo unaendelea kukua, ndio kwa kadri ambavyo utaendelea kuona matokeo. Kwa dakika kama 5-7 nielezee jambo la pili, utendaji wa Roho wa Bwana katika maisha ya Mkristo. Nimesema jambo la kwanza, Roho wa Bwana anamsaidia mtu, anamfunua Yesu kama Bwana. Nikasema vitu vitatu vinatokea mtu akifunuliwa Yesu kama Bwana. Kitu cha kwanza ataokoka, kitu cha pili atakubali kujikana, na kitu cha tatu atakuwa na kuwa mwana. Amen. Atatoka kwenye utoto na kuwa mwana. Jambo la pili kwenye ile kubwa, Roho wa Bwana ni roho wa uhuru. Roho wa Bwana ni roho wa uhuru. Kuna watu hawamzalii Mungu matunda kwa sababu ya vifungo. Sasa hapa naongelea uhuru kutoka kwenye vifungo. Ni roho wa uhuru. Uhuru kutoka kwenye vifungo. Hawamzalii Mungu kwa sababu ya vifungo. Hawamzalii Mungu matunda sababu ya vifungo. Kinachomkwamisha asikue, ana vifungo. Kinachomkwamisha asiwe na bidii katika neno, ana vifungo. Amefungwa. Kila akitaka kusoma Biblia ni usingizi, ana kifungo cha usingizi. Kila akitaka kufanya jambo la Mungu anaona kizuizi. Kwa kweli sio cha kawaida, maana yake hicho ni kifungo. Kazi ya Roho wa Bwana ni kumfungua mtu kutoka kwenye vifungo. Kuna vifungo vya kitabia, tamaa, vifungo vya kitabia, hasira, uchungu, uongo. Hivyo ni vifungo. Kinaitwa kifungo kikiwa haufanyi kwa hiari yako na utashi wako.
Jambo lolote ambalo ufanyi kwa hiari yako na utashi wako ni kifungo. Mungu alituumba tufanye vitu kwa utashi, na moja ya kitu Mungu anaheshimu ni utashi. Chochote ambacho huwezi kufanya kwa utashi wako ni kifungo, hata kama sio dhambi. Huwezi kuacha movie kwa utashi wako. Ni kama kuna kitu kinakulazimisha kuangalia movie, uko kwenye kifungo. Kuna kitu kinakudrive ndani kuwafuatilia tamthilia, games. Wengine kucheza game hawezi, maana yake huyu mtu yuko kwenye bondage, kifungo. Na shetani anaoperate sana kwa namna hii. Kuna wengine wana vifungo vya mitandao ya kijamii. Kafungwa, hawezi kuishi bila kukaa mbali na mtandao wa kijamii. Amefungwa. Sasa sisemi unajuaje ni kifungo ikiwa ni out of your control. Yaani huwezi kuamua mwenyewe kuacha. Ni kama kuna nguvu nyingine inakulazimisha. Kuna wengine wana vifungo vya vyakula. Hawezi hadi kufunga. Maana yake huyu ni chakula ni bwana kwake. Chakula ni bwana kwake. Wengine wana vifungo vya kula vitu, addictions. Vifungo lugha nyingine inaitwa addiction, uraibu. Mwingine ni kitu cha kawaida lakini ni sio kawaida. Kuna wengine wana vifungo vya kula mchele. Anaweza akameza mchele robo kilo, nusu kilo. Anatafuna mchele nusu kilo kila siku. Mwingine ana kifungo cha kula udongo. Anakula udongo. Nilikutana na binti mmoja Kenya, anakula mkaa. Mkaa. Yaani msichana mzuri, utaamini. Kuna muda anajificha bana. Anashushia na maji. Mkaa. Sema anaweza kumaliza mkaa lundo kila siku. Kuna mwingine nilikutana naye anakula udongo. Yaani alikuwa anasoma chuo, anaishi Mwanza. Wakati anatoka Mwanza anakuja Yudo. Anakuja na kasadolini ka udongo. Kasadolini. Na anasema kale kanaisha ndani ya mwezi na nusu. Anaagiza kengine. Huyu mtu ana vifungo. Kwa kwenye pochi anatembea na sadolini, anatembea na udongo. Kwenye pochi anatembea na nini? Na udongo. Kwa anakuwa anatoa kisirisiri. Kwa unafikiri anakula pipi, kumbe udongo na maji anashushia. Na asipokula maisha yaendi. Kabla hujaisha ameshaagiza mwingine, kwa sababu hataweza kusoma, hataweza kufanya chochote. Huyu mtu yuko kwenye vifungo. Kazi ya Roho Bwana ni kumtoa mtu kwenye vifungo. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema hivi kwenye Wakorintho wa kwanza 6 mstari wa 12. Anasema hivi, vitu vyote ni halali kwangu, lakini si vitu vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali kwangu, lakini mimi sitatiwa chini ya uwezo wa kitu chochote. Tunapoongelea ya uwezo, kuna watu wametiwa chini ya uwezo wa vyakula. Hawezi kuishi bila kula chips. Sasa hakuna shida yoyote kwenye kula chips, lakini kama vile yani ni roho ndio linakulazimisha.